Karibu katika simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Rafiki Yangu Aliolewa na Mchumba Wangu. Lakini kama ni mara yako ya kwanza, hakikisha tu una subscribe. Hii ni Vam TV Online. Kisha like mwishoni na kutoa maoni yako. Baadaye share na marafiki nao wasikilize simulizi hii nzuri. Kwa kweli tuanze na utangulizi kwanza. Jinsi tuone ilitokeaje. Kwa utangulizi kadogo tu haka. BFF ili neno mara nyingi watu wamezoea kulitumia kama best friend forever. Lakini mimi ngoja niwaambie tu msiliamini ili neno. Limekaa kinafiki sana. Paula mimi nikisalitiwa na rafiki yangu ambaye tulikuwa tunavaliana mpaka nguo za ndani, aliyeitwa jina la Zuri. Zuri alikuwa rafiki yangu nilimpenda kuliko chochote. Ni msichana ambaye nilimpa kipaumbele ambacho hakuwa anastahili. Ilikuwaje? Siku ya ndoa yangu ilibadilika na kuwa siku ya ndoa ya rafiki yangu. Ushawahi kutelekezwa saloni wewe? Hatari. Ushawahi kuvuliwa pete ya uchumba mbele ya rafiki zako? Anyway, kaa karibu na Vam TV Online kuona unaweza kusikiliza simulizi hii mwanzo mwisho na kukaribisha. Na hii ni sehemu ya kwanza. Simulizi yetu Rafiki Yangu Aliolewa na Mchumba Wangu. Jina langu naitwa Paula. Ni jina ambalo nilipatiwa na wazazi wangu, ikiwa ni jina nililorisi kutoka kwa bibi yangu mzaa baba. Mimi basi bwana, nilichukua kila kitu kutoka kwa bibi yangu. Kuongea sana, weupe, shepu na kila kitu. Wazazi wakaona kuwa haitoshi, wakaamua kunipa jina la bibi yangu. Kwa kifupi, mimi na bibi yangu ni watu ambao tunapendana sana. Kuna muda huwa anatoka kukaa na bibi yangu tu. Kuna namna ni kama ndugu zangu walianza kunionea wivu hivi. Maana sio kwa upendo ambao nilikuwa naupokea kutoka kwa bibi yangu. Katika harakati za maisha hapa na pale, Paula mimi niliweza kupata mchumba jamani. Mkaka fulani hivi mzuri sana. Yaani naweza kusema kuwa ni ndoto ya kila mwanamke kwa muonekano wake ulivyokuwa ukivutia. Jina lake alikuwa anaitwa Jaydan. Ndio jina la mwanaume wangu, mwanaume ambaye aliniingiza mzima kabisa kwenye ulimwengu wa mapenzi. Sijui kama mnanielewa, lakini Jaydan alinifanya nione kama love is beautiful things. Basi tuendelee. Sio kwamba huko nyuma sikuwahi kuwa na mahusiano. La hasha. Mahusiano nilikuwa nayo, lakini nilikuwa napigwa na tukio baada ya tukio. Tuachane sasa kwanza na Jaydan. Njoo huko kwenye masuala ya BFF, yani best friend forever. Huku ndio hoti kabisa. Mungu alikutanisha na huyu msichana mrembo, mzuri kabisa. Kama jina lake, kwani alikuwa akiitwa Zuri. Mimi na Zuri ni watu ambao tumekutana tukiwa kidato cha 5 kwenye shule ya wasichana tupo. Yaani wasichana tupo huko. Zuri alikuwa ni romance wangu, lakini pia tulikuwa tukisoma masomo ambayo yanaendana na hii, ndio ilizidi kutuweka karibu zaidi. Sio hivyo tu jamani, mimi na Zuri tuliaminiana sana
ilifika kipindi hata tukaanza kuvaliana nguo za ndani. Sijui mnaelewa? Yaani mimi kuchukua pichu ya Zuri na kuivaa nilikuwa sioni shida hata kidogo. Shule nzima ilitufahamu kutokana na jinsi ambavyo tulikuwa tunapendana sana. Kuna muda nikaanza kuona kuwa ni kama tunaanza kufanana hivi, na kwa sababu hiyo tukaamua kujiita twins. Ushoga kati yangu na Zuri ulikomaa na kuota mizizi kabisa, na hapo tukaamua kuwataabisha wazazi wetu, na hii ndio ilizidi kuchangamsha urafiki wetu, na wazazi walikuwa akifurahi sana kutokana na jinsi ambavyo tunapendana. Mungu ni mwema. Mimi na Zuri tuliweza kumaliza kidato cha 6, lakini pia tulifaulu vizuri sana, na hapo tukaamua kwenda chuo kimoja, lakini pia tulisoma kozi moja ili tusiwe mbali. Anyway, maelezo yasiyo mengi sana. Jamani, kuna uondo mkubwa sana katika simulizi hii, so hakikisha tu unakuwa nami mwanzo mwisho. Kama una kinywaji, kunywa mapema. Makini nikiuonesha ni kivipi rafiki yangu aliolewa na mchumba wangu, ikiwa yeye pia alikuwa na mchumba wake. Basi sasa ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Of course, ndio siku nzuri kabisa kwa ajili ya ndoa za Kikristo. Niliamka zangu asubuhi na mapema nikiwa na kimuhemuhe na ndoa ambayo ilikuwa inatarajiwa kufungwa saa 6 mchana kwenye kanisa la Mtakatifu Cecilia ama Teresia. Paula mimi ilikuwa ni sauti ya rafiki yangu Zuri, sauti ambayo iliyojaa uchovu wa hali ya juu kutokana na kukesha kwenye single party ambayo ilifanyikwa pale nyumbani kwetu. Nikasema, endelea tu kuniita na sauti yako hivyo, halafu uone ninavyokuacha Zuri. Amka tuwai saroni kipenzi. Nilizungumza na kuanzia kumtikisa Zuri ili aweze kuanzia na kuamka, twende saroni kwa pamoja, kwani Zuri ndio alikuwa maid of honor. Basi Zuri aliamka chapu chapu na haraka, akaoga na safari ya kwenda saloni ikaanza. Wow, mtume, toba, 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 alizungumza Zuri kunifanya ni ogope sana, na wakati huo tulikuwa ndani ya gari. Nini na wewe jamani, mbona tunastua na kama hivyo? Nilifokea, maana amenistua sana kwa kweli. Zuri akaniambia, uwezi amini, nimeacha gauni yangu na wigi kule nyumbani kwangu, yaani huu mfuko una viatu tu, alizungumza Zuri huku akionyesha kuwa na wasiwasi sana. Nikamwambia, ila wewe sijui lini utakuja kuwa unafanya shughuli zako kwa mpangilio. Anyway, hakijaribika kitu. Nafikiri ukachukue then tuonane saruni, au unaonaje? Unaonaje? Zuri akasema ni sawa tu. Chap chap. Ni wahi. Basi Zuri akashuka kwenye gari, akaenda kufata gauni pamoja na vitu vingine ambavyo alivisahau. Muda wote nilizungumza na Jayden wangu kupitia video call, na yeye kwa upande wake alikuwa kwenye maandalizi ya tukio letu muhimu kabisa.
Lakini cha kushangaza, majira ya saa 5:30 kwa upande wangu nilikuwa tayari kwenye kila kitu, lakini pia kwa upande wa Zuri hakuwa amerudi tangu alivyosema kuwa anaenda kufuata nguo. Nilijaribu kumpigia lakini hakuwa akipokea kabisa. Nilijikuta nikipata wasiwasi wa hali ya juu. Kiukweli sikutaka kabisa rafiki yangu akose kwenye siku yangu ya muhimu kama hii. Naweza kusema siku hii ilikuwa ni siku ya mazingazinga sana. Baada ya kumpigia simu Zuri kwa muda mrefu na kumkosa, nikaamua kumpigia bebi wangu, yani Jaydan, kwani muda wa ndoa ulikuwa umeshakaribia. Cha ajabu, Jaydan pia hakuwa akipatikana kabisa, na hii ilizidi kunipatia wasiwasi mkubwa sana. Kwa kweli sikuweza hata kukaa chini kwa wakati huo. Nilibaki nikizunguka huku na huku kama nimerukwa na akili vile. Wasiwasi wangu ulikuwa ni kitu ilitokea kama Jaydan atakuja kwenye siku yetu ya muhimu kama hii. Nikiwa nimechanganyikiwa sana, ghafla mchumba wa rafiki yangu Zuri aliwasili katika eneo hilo nililokuwepo. Afadhali shemeji yangu, umekuja, walai nachanganyikiwa mwenzio. Nilizungumza kwa jazba sana na sauti ya kupaniki, maana mambo yalikuwa yanavurugika. Kuna kitu nataka uone, alizungumza shemeji yangu, lakini pia alionekana kutokuwa sawa na alinipa wasiwasi zaidi. Nikamwambia, kuna nini shemeji yangu? Mbona unanishtua sana jamani? Unatakiwa kuona hii kabla hujaingia kwenye matatizo. Hapo nilijikuta nikipata wasiwasi zaidi, na haraka mimi na shemeji yangu tukasogea pembeni, kisha akanipatia simu yake. Ni nini hii? Nilimuuliza shemeji yangu baada ya kuona picha ya Zuri pamoja na Jaydan. Walikuwa wamependeza sana na mikononi mwao walionyesha karatasi. Shemeji yangu akasema, kusoma ujui, hata picha uoni. Shemeji yangu, tumesalitiwa. Shemeji yangu, naweza nikasema kuwa Jaydan na Zuri wametuweza safari hii, wamejua kutufedhehesha. Shemeji, unanichangaje jamani? Nini kinaendelea kwani? Jaydan na Zuri wamefunga ndoa ya mahakamani leo hii, na maanisha sasa hivi yani. Da, nye, nilihisi kuzimia warahi yani. Hizo habari zimejua kustua moyo wangu, na kama ningekuwa na pressure basi tungeongea mengine. Sijui hata machozi yalinitiririka muda gani, lakini nilijikuta nikilowesha uso wangu na kuharibu makeup yangu yote. Muda huo huo simu iliita, na Jaydan ndio mtu pekee aliyekuwa akinipigia haraka. Nikapokea na kwa hasira nikamuuliza, kwa nini ulikuwa hupatikani? Jaydan akaanza kusema, oh baby, I'm sorry. Simu yangu ilizima chaji, lakini pia hakukuwa na umeme kabisa. Lakini pia ndio nipo kanisani. Uko wapi? Naona muda umefika. Alizungumza Jaydan kana kwamba hakuna kitu kinachoendelea. Nikamwambia Jaydan, nakuja, nilijibu na kukata simu. Shemeji yangu akaniambia, usiniambie unaenda kufunga ndoa na Jaydan. Shemeji yangu aliniuliza kwa mshtuko, maana aliamini kuwa nitakataa kuolewa. Kwa muda huo nilikuwa nasikiliza moyo wangu tu na akili yangu. Nilijiweka sawa, kisha safari yangu kwenda kanisani ikaanza.
Mungu alisaidia sana na tuliweza kufika kanisani, lakini pia familia yangu na ya Jaydan iliwasili kanisani. Kiukweli kila mtu alikuwa na furaha sana isipokuwa mchumba wa rafiki yangu Zuri, lakini pia mimi sikuwa na amani hata kidogo. Paula, uko tayari kuolewa na Jaydan awe kama mume wako na rafiki wa maisha yako? Mtapeandana kwenye shida na raha, uzima na magonjwa? Ilikuwa ni swali kutoka kwa padri, ikiwa ni sehemu ya kukamilisha ibada ya ndoa. Kwa wakati huo moyo wangu ulikuwa na maumivu makali sana, na wakati huo Zuri waliwasili kanisani. Kitendo cha kumwona Zuri nikajikuta nikilopoka, siko tayari. Kila mtu akageuka kuniangalia. Kwa kuwa majibu yangu yalishtua sana watu, especially familia yangu na familia ya Jaydan. Jaydan pia alishtuka sana, sijui hata kwa nini alishtuka, ikiwa yeye ni msaliti mkubwa. Baby, uko sawa? Jaydan aliniuliza kwa sauti ya wasiwasi sana. Paula anasema. Nikamwambia niko sawa, hii ni kwa ajili yetu sote, nilijibu huku nikianza kushuka ngazi za mbele ya kanisa. Akaendelea kusema, Paula, uko sawa kipenzi? Rafiki yangu Zuri aliniuliza baada ya kusogea pale mbele yani nilimsogelea Zuri, ni kama panya tu, naye ana ng'ata na kupuliza, yani hana hata huruma hata kidogo. Kila mtu alikuwa na wasiwasi, pia maswali mengi kila mtu alikuwa nayo juu yangu, lakini baba yangu hakuwa na nafasi ya kuniuliza, kwani baba yangu alinisogelea haraka sana na kunitoa katika eneo hilo. Familia yangu na familia ya Jaydan ilitufuata nyuma, kwani wengi walitaka kujua ni kitu gani kinaendelea. Tuliweza kufika nyumbani kwa muda huo. Nilihitajika kuwa mwenyewe, nikae be alone. Muda huo nilihitaji kukaa kwa utulivu wa hali ya juu, maana kichwa changu akikuwa sawa kabisa. Baba, naomba nikapumzike chumbani kwangu. Kabla baba hajajibu, Jaydan pia alikuwa amewasili na kwa hasira akazungumza. Ukapumzike, alafu mimi unaniachaje? Paula, nini umeniacha? Nini umeniachia hiki? Nini umenifanyia? Umeamua kunizalilisha mbele ya familia yangu na kila mtu, si ndio? Nikajibu tu neno hili, nahitaji kupumzika kwanza. Akili yangu ikikaa sawa, tutazungumza. Kwa sasa naomba radhi kwa haya yote yaliyotokea. Najua nimekukosea kila mtu, lakini haya mambo yapo nje ya uwezo wangu kwa sasa. Nazungumza kwa utulivu wa hali ya juu. Akaniambia, Paula kipenzi, hii siku ulikuwa ukisubiri sana, kwani unajifanya hivyo pacha wangu? Alizungumza Zuri, utazani ni mtu ambaye anajali sana. Nilimwangalia Zuri kwa muda, kisha akili yangu ikaniambia, hebu mtolee huyu snitch uvivu, maana ananizoea tu. Nikamwambia, Zuri, unafikiri mimi nilikuwa nikisubiri hii siku kama ambavyo ulikuwa ukisubiri wewe? Muda huo mchumba wa Zuri alinisogelea na kunikumbatia kwa nguvu sana na kwa uchungu. Akazungumza, msemo wa adui atoki mbali.
huwa una maana kubwa sana. Kwa kweli Paula yupo kwenye hali hii kwa ajili yenu ninyi wawili. Halafu muda huu mnajifanya kama amjui kitu gani kinaendelea. Jaydan akamwambia, hebu kwanza muache mke wangu na uache kuongea upuuzi tupu hapa. Tupo hapa kwa ajili ya kutengeneza na sio kubomoa, alizungumza Jaydan na kumsukuma mkaka wa watu. Mama mzazi wa Jaydan alinisogelea na kunishika mkono kwa nguvu sana na kuniuliza, ulipanga kutuzalilisha, si ndio? Sijapanga kumzalilisha mtu, lakini siwezi kufunga ndoa na mume wa rafiki yangu. Jaydan na Zuri ni mume na mke, na wamefunga ndoa asubuhi ya leo pale kwenye mahakama ya kati. Niambieni, nawezaje kuwa mke wa pili mimi? Kwanza kila mtu alishtuka sana. Zuri aliogopa sana kujikuta akihitaji kukimbia, maana hakujua kuwa mimi najua kila kitu. Mama mzazi wa Jaydan alimsogelea kijana wake na kumuuliza, kuna ukweli gani juu ya haya maneno? Sorry mom, akasema, sorry mom, I can't explain. Kitendo cha Jaydan kusema tu I can't explain ilikuwa ni majibu tosha kwa upande wangu. Sikuwa sawa, nikasogelea kochi na kukaa chini. Nisingeweza kumwacha Zuri mama ikiwa amebeba mtoto wangu. Alizungumza Jaydan. Wow, huu usaliti ni wa hali ya juu. Hawa watu walijifanya shemeji, kumbe wanazima na taa kabisa. Najuta mimi kumwamini rafiki, najuta kwa kila kitu wallahi. Nilifikiri tunahitaji kubaki kama familia tu, alizungumza mama yangu, na kuwafanya watu kutawanyika. Kwa upande wa Zuri, aliondoka akiwa na aibu hali ya juu. Baba yangu alinishika mkono na kunipeleka chumbani kwangu na kuniacha nipumzike. Kiukweli mimi nilikuwa nikiumia sana, lakini wazazi wangu walikuwa wakiumia zaidi yangu. Kiukweli mtu alishindwa kulala kwa ajili yangu. Mimi nilibaki nikijililia tu, maana nilijipa matumaini makubwa sana juu ya Jaydan. Yaani watu waliokuja kunisaliti ni watu wangu wa karibu. Familia yangu ilishindwa kulala. Bibi yangu ndio kabisa, muda wote alikaa pembeni yangu kuhakikisha kuwa kuna na kuwa sawa. Nilishindwa kulala kabisa. Jamani, usingizi uligoma. Hatimaye siku ikaisha. Nafasi muda huo wa asubuhi, familia ya kina Jaydan iliweza kuwasiliana na waliomba mazungumzo na sisi. Kwani wanataka nini hao watu? Baada ya kila kitu wanapata nguvu ya kuja hapa kweli? Jamani, bibi yangu alianza kulalamika baada ya kusikia kuwa familia ya Jaydan imekuja. Bibi wao pia wamekosewa na mtoto wao. Hatujui wamekuaje, kufanya nini, wamekuja kufanya nini, lakini wana haki ya kusikilizwa. We nawe, yani tangu umempata huyo Jaydan kwako, umekuwa na tabia za malaika wa amani. Mi unanikera ujue. Ila bibi yangu ni mtu mwenye maneno sana jamani. Bibi umeenda, lakini we mdomo kama katoto ka 2000. Ila bibi bwana, mi sitaki kucheka ujue. Bibi akasema, kwenda zako huko, inuka nikuogeshe haraka ukaonane na wakozi wako huko. Na kwa nini uniogeshe wewe mzee? Hata hivyo sijisikii kuoga.
Bibi akasema, utajua mwenyewe, najua kabisa kuwa wewe upendagi kuoga tangu utoto wako. Ila bibi jamani, niseme tu kiukweli, sikuwa najisikia kufanya chochote kile. Nilivuta kijora changu na kuweka mwilini, kisha nikatoka nje kwenda kuonana na wazazi wa Jaydan. Nilifika na kwenda kukaa karibu na mama yangu na kumuegemea, kwani nikihisi kuchoka sana. Akasema, unaendeleaje binti yangu mzuri? Mama Jaydan aliniuliza. Nikamwambia, niko sawa mama. Utakuwa sawa binti yangu, hiki ni kipindi kwako, kitapita na itakuwa sawa kabisa, sawa? Nikamwambia, sawa mama. Basi tulikaa kimya kwa muda, kisha baba wa Jaydan akazungumza. Tumekuja kuomba radhi kutokana na kile kitu ambacho kilitokea siku ya jana. Kikweli Jaydan ametuzalilisha sana jana. Jaydan, ukiachana na kutuzalilisha, ameumiza familia, lakini pia ameumiza sana Paula wetu. Sikuwahi kufikiria jambo kama hili litatokea. Tunaomba mtusamehe sana. Basi mazungumzo yaliendelea pale na wazazi wakasema, kwa kweli mimi moyoni mwangu naweza kusema kuwa wazazi wa Jaydan ni watu wenye busara sana, ni watu ambao wanajielewa sana. Maongezi yakiwa yanaendelea, ghafla Jaydan aliingia na alionekana kuwa amelewa sana. Haraka baba yake akamuwahi na kumuuliza kwa hasira, umefuata nini hapa? Jaydan akasema, nimefuata mke wangu, namtaka Paula wangu. Najua nimemkosea, lakini namtaka yeye. Baba yangu alichukia sana na kuwa haraka akamsogelea Jaydan na pasi kufikiria akamtuliza na ngumi moja matata hivi. Jaydan akaanguka. Wote tulishtuka sana. Aswai, mimi jamani, sikuwahi kumwona baba yangu akiwa na hasira kiasi hiki. Sikuwahi kumwona baba yangu akinyanyua mkono wake kumpiga mtu yeyote yule. Hata mimi jamani, hakuwahi kunipiga. Baba yangu amekuwa ni mtu wa kuzungumza na mtu wa utulivu sana. Mara nyingi baba yangu amekuwa akitumia maneno katika kuweka mambo sawa, lakini leo alinyanyua mkono wake na kumpiga Jaydan. Amsikilizia hapo, ambaye anatakiwa kuwa baba mkwe wa Jaydan ananyanyua ngumi kumpiga, yani baba yake Paula anampiga mkwe wake Jaydan. Vurugu ilikuwa kubwa sana kwa kweli, maana baba alikuwa na hasira sana kwa kweli. Wazazi wa Jaydan walihangaika na mtoto wao na mwisho walimchukua na kuondoka naye. Wiki 2 zilipita huku nikiwa sijawasha hata simu yangu. Jamani, yaani niliamua kujipa likizo na kila kitu, na kwa wakati huo niliweza kuwa sawa. Niliweza kuchagua maisha ya kujipenda, yaani nijipende mwenyewe na kuishi maisha yangu. Siku hiyo ilikuwa ni siku mpya sana kwenye maisha yangu. Nilipopata matatizo ya usaliti,
Niliamka asubuhi na mapema, nikaoga na kuweka kila kitu sawa. Kisha nikatoka nje moja kwa moja, nikaingia jikoni na kujiandalia kifungua kinywa. Nilijiandalia kifungua kinywa ninachokipenda. Wallahi, siku hiyo nilikuwa na tabasamu pana sana kuliko siku zote. Utafikiri umeokota pochi la mzungu ndotoni au? Bibi yangu cha maneno aliniuliza kutokana na ile furaha ambayo nilikuwa nayo. Nikamwambia, umeanza Bi Paula. Haya, ulitaka niamke na mudi gani leo? Huyo sasa ndio Paula ninayemjua mimi, yani huyu ndio Paula ambaye nilikuwa namsubiri muda wote, yani mdomo mrefu kama chuchunge. Waswahili mtatusaidia kuhusu chuchunge ni nini hisi? Kwanza pia Bibi Paula, nilikuwa na kusubiri sana tu uje unisaidie kuchagua nguo. Leo naenda kwenye bachelor party ya Chido. Si unajua kesho ni harusi yake, nataka nipendeze sana. Bibi yangu aliniangalia kwa muda, kisha akaniuliza, una uhakika unataka kwenda huko? Nikamwambia, naam, kwa nini nisiende bibi yangu? Hicho Chido amekuwa na mimi kwenye kila kitu changu, siwezi kumwacha. Namaanisha kuwa utakuwa sawa kwenda huko, lakini maana nina uhakika kuwa Zuri na Jaydan watakuwepo huko. Nikamwambia, bibi, nitakuwa sawa kabisa. Bibi yangu, sijari kwa sasa. Nahitaji kuishi maisha yangu. Sasa hivi nataka kuishi maisha yangu ambayo mimi nayaona kuwa ni bora kwangu. Sitowaruhusu walioniumiza kuja kuniumiza tena, lakini sitoruhusu wao kuharibu furaha yangu hata mara moja. Nyie nini yangu? Bibi yangu alifurahi sana mpaka akajikuta akitokwa na machozi ya furaha. Majira ya 2 usiku nilijiandaa kwa ajili ya kwenda kwenye bachelor party. Wallahi, nilipendeza sana. Nilipendeza sana. Nilipendeza kuliko kawaida. Naweza kusema kuwa nilikuwa Paula mpya na sio yule wa zamani. Basi nikamuuliza Bi Paula, bibi yangu Paula, Bi Paula, how do you look? Nilimuuliza bibi yangu nikijizungusha huku na huku kwa kujiringisha. Yaani unaonekana kama enzi zangu za ujana. Yaani da, umependeza sana kijuso wangu. Yaani Bi Paula anasema umependeza kama enzi za ujana wake. Hapo ni bibi na mjukuu wake. Basi bibi yake anamsifia mjukuu wake ambaye ni Paula. Ndio tumefika kwenye kijuso jamani, Paula alimuuliza bibi yake. Bibi yake kasema, kwenda huko, unachelewa, fanya haraka uende. Basi nikatoka chapu na kwenda kuwaaga wazazi wangu, ndugu zangu ambao walikuwa wakiangalia movie kwa wakati huo. Hapo sister, umeua wallahi, yani umependeza sana, alizungumza mdogo wangu. Nilibaki nikitabasamu tu. Nikupeleke? Mama aliuliza. Hapana mama, nitakuwa sawa kabisa, msijali zaidi. Nilikuwa naomba funguo ya gari hii mpya. Nilijua tu kama utataka kutumia hiyo gari hiyo. Jamani, mpatieni funguo binti yangu, binti Maringo huyo, alizungumza baba yangu na kila mtu akacheka.
Hatimaye niliweza kufika kwenye sherehe. Nyie watu walipendeza sana, tena sana, na kila mtu alikuwa na furaha sana. Rafiki zangu waliponiona haraka wakanikimbilia. Walahi, tulikumisi sana kipenzi. Kama nikukutafuta kwenye simu ingekuwa ni alahi. Walahi mimi ningekamatwa. Ila pole sana kipenzi, utakuwa sawa. You are strong my girl. Walahi kila mtu alikuwa ananiambia mimi. Kuna muda ilifika nikawa sijui nimsikilize nani, nimwache nani. Walahi. Basi pati iliendelea na kila mtu alikuwa na furaha. Baada ya muda niliweza kumuona Zuri na Jaydan, yani ndio kwanza walikuwa wanafika. Walikuwa wanafiki. Yani walikuwa wanafika. Kili waangalia, yani kila nikiwaangalia na kujikuta nikilalamika kimoyomoyo. Waone walivyo kama mawakala wa mashetani vile. Chefu me, wanachefua me. Baada ya muda walifika nilipo, na kwa kuwa Zuri hakuwa mtu mwenye aibu, alinisogelea na kunikumbatia kwa nyuma na kunikiss kwenye shavu la haraka. Nikajikuta nikilopoka. Naona kama kampeni ya Yuda unaendelea nayo. Jaydan aliniangalia sana na kwa hasira akazungumza. Huu uswahili ndio siutaki kabisa. Unasalimiwa unaanza kuleta mambo meusi. Niliwaangalia kwa muda kisha nikainuka na kutaka kuondoka kwenye meza hiyo, lakini ghafla Jaydan akanidaka mkono na kwa sauti ya hali ya juu akanifokea. Akasema, naomba pete yangu ya uchumba, sio mali yako tena. I say, kwanza hebu tuendelee nalo. Kwanza nikageuka na kuangalia huku na huku. Walahi ilikuwa ni aibu ya hali ya juu, maana kila mtu alikuwa akiangalia eneo hilo. Kuna namna niliona ni kama nimekuja kuongeza matatizo. Bora ningebaki nyumbani kwetu. Muda huo huo Chido alisogea kwenye eneo hilo na kuuliza, Jaydan, unaona hiki unachokifanya ni sawa? Kudai haki yangu au hata hivyo ni kitendo cha kuvua tu hiyo pete na kunigawia? Muda huo huo ndio niligundua kuwa bado mkononi mwangu nilikuwa nimevaa pete ya uchumba aliyonipeaga Jaydan. Kwa uchungu wa hali ya juu nilivua na kumkabidhi. Naomba muondoke kwenye sherehe yangu, Chido alimwambia Jaydan na mwanamke wake, yani Zuri. No, Chido, waache, hii ni siku yako muhimu. Ana, nafikiria wanahitajika hapa. Muda huo huo alisogea mwenyekiti wa kikundi chetu cha amani na upendo. Kwa utulivu akazungumza. Nafikiria Jaydan na Zuri, taarifa ya kutolewa kwenye kikundi mlipokea mapema kabisa. Sasa niwaulize, hapa mmekuja kama nani? Kwa akili ya haraka. Kwanza, mnafikiri kuwa mnastahili kuwa hapa?
hiki ni kikundi cha amani na upendo, lakini nyie na upendo hamna upendo, mnaondoa amani kabisa. Hamna upendo kwa mtu mmoja na amuoneshi kujitii. Ningeomba mwende kwa sasa, hamuhitajiki hapa. Hata hivyo hatuna haja kuwa hapa, ila mtajutia sana kutupoteza watu kama sisi kwenye maisha ya kikundi chenu. Basi Jaydan na mwanamke wake wakaondoka na kuniacha kwenye sherehe. Sherehe ikaendelea. Uko sawa? Nikasema niko sawa. Walahi, mi napendwa jamani. Kwa wakati huo kila mtu alikuwa na wasiwasi na mimi. Kila mtu aliniwazia mimi na walihakikisha kuwa sawa. Paula, hizi pombe zinatosha sasa, Chido alijiambia baada ya kuona kuwa na kunywa sana, na wakati huo nilikuwa nimelewa sana. Nilikuwa nikichezea mpaka matangazo. Yaani walai nilikuwa ni kituko, lakini watu wangu wa karibu waliweza kunielewa hali yangu. Asubuhi na mapema niliweza kuamka nikiwa kwenye chumba kabisa ambacho sikuwahi kukifahamu kabisa. Lakini pia nilikuwa nina maumivu makali sana ya kichwa. Sijui hata nisemeje, lakini sikuwa sawa. Katika angaza na huku niliweza kumuona mwanaume mtanashati kabisa akiwa amesimama kwenye kioo akijitazama kwa wasiwasi. Nikamuuliza, wewe ni nani hapa? Nimefikaje? Oh, umeamka eh? Nafikiri kwa sasa utakuwa hauko sawa. Wacha uupdate hata supu, si ndio? Walahi nilijikaza na kusogelea mbele yake ili kwenda kumuona hata sura yake, huku akiwa amenipatia mgongo. Wewe ni nani na unataka nini kwangu? Nashukuru Mungu umewahi kuamka, maana nilikuwa na wasiwasi mkubwa sana juu yako. By the way, naitwa Tino, ni rafiki yako mpya. Hapana, ni wapi na nimefikaje hapa? Simu yangu iko wapi? Kama nilivyokuambia kuwa naitwa Tino, ni rafiki yako mpya. Tulikutana jana barabarani. Ulikuwa umelewa sana, lakini pia ulikuwa umepaki gari yako. Pia ulikuwa sehemu ambayo sio salama. Ulikuwa ukilia sana. Ni wazi kuwa kuna mambo hayako sawa kwa upande wako. Mimi kama binadamu mwenzio nikakuchukua na kukuleta nyumbani kwangu, kwani ni salama zaidi kuliko pale barabarani nilikokukuta. Akasema hivyo, kwani nyumbani ndiko salama zaidi kuliko barabarani pale nilipokukuta. Nilishusha pumzi. Yaani pumzi ndefu sana, na kumwangalia mkaka yule kwa mara nyingine. Walahi amejua kunisaidia, maana usiku sikuwa sawa kabisa. Sikumbuki niliondokaje pale kwenye sherehe, maana na gari yangu iko wapi? Akasema ipo nje hapo. Kwa kuwa sisi tulikuwa wawili, mimi niliamua kuendesha gari yako. Nikasema asante sana kaka. Nikashukuru sana kaka yangu, yani pasina uwepo wako
sijui ni kitu gani kingenikuta mimi. Nikamwambia, yaani umefanya jambo la hatari sana. Akaniambia, yaani umefanya jambo la hatari sana. Ungezulika wewe, lakini pia ni kila ulichokuwa nacho kingeibiwa. Binadamu hatuna wema kwa sasa. Nilibaki kimya tu, maana ni kweli nilikuwa nimekosea sana sana. Niliweza kuweka maisha yangu hatarini kwa ajili ya watu watu wapumbavu tu. Yule kaka akaniuliza, unaweza ukaenda kuoga then upate kifungua kinywa ndio urejee hapa nyumbani kwa urejee nyumbani kwako, mi natoka kidogo. Nilimwangalia kwa muda, kisha nikamuuliza, naweza nikapata mawasiliano yako? Mkaka huyo alishika waleti yake na kutoa business card yake na kunipatia, kisha kaniuliza, jina lako nani? Nikamwambia, naitwa Paula. Oh, walai, wakina Paula wote ni wazuri sana. Nikasema, asante sana. Basi niliingia bafuni na kuoga, na kwa upande wa Tino alishika njia na kwenda kwenye shughuli zake za kila siku. Kiukweli nilihudumiwa vizuri sana, na baada ya hapo niliaga na kuondoka zangu. Nilifika nyumbani na kila mtu alikuwa na wasiwasi sana juu yangu. We, mbona upokee simu jamani? Mama yangu aliniuliza huku akinisogelea karibu zaidi. Yani acha, nilitekeleza simu yangu kwenye pochi, na nisiwe mwongo, jana nililewa sana. Basi mama akasema, umetutesa sana ujue. Tulikuwa tunatishika sana juu yako. Poleni sana, nimekuja. Mubadili nguo niwahi kwenda niwahi kwenda kanisani mie. Sawa. Basi ziliendelea kusonga na kwa upande wangu ndio nilizidi kuwa sawa zaidi. Mawazo juu ya Jaydan yalinitoka kabisa. Nilianza kuyaishi maisha yangu. Lakini pia kwa wakati huo, mimi na Tino tulikuwa ni watu wa karibu sana. Tino alikuwa mtu mwema sana kwangu. Alihakikisha kuwa na furaha wakati wote. Kuna muda nilitamani hata kuingia kwenye mahusiano, lakini kila nikikumbuka tukio nililopigwa, nikawa najiambia, utakufa vibaya mbwa wewe. Ikiwa ni siku ya weekend, mimi na Tino tulifunga safari na kwenda sehemu fulani hivi nzuri sana, na tulikuwa kwa ajili ya kuoga. Basi tukaogelea, lakini pia kupata chakula cha mchana. Kweli ni bata la maji, alizungumza Tino baada ya kuniona naogelea sana. Tukiwa busy tunaogelea, ghafla niliweza kumuona Zuri. Nilibaki mdomo wazi baada ya kumuona Tino akitoka ndani ya maji na kumkimbilia Zuri na kwa furaha sana na kukumbatia. Nikapata nini? Tino anamkumbatia Zuri. Kumbuka, Zuri ndio msaliti wa Paula. Sijui ni wivu au ni chuki, lakini nilijisikia vibaya sana baada ya kuona wawili hao wakikumbatiana. Moyo wangu uliniuma sana. Nilibaki nikiangalia tu. Zuri jamani, wewe mbona umenenepa hivi? Tino alimuuliza Zuri. Hujaacha mambo yako we mjinga eti. By the way, ndoa imenipenda ndio maana
nipo hivi. Alijibu zuri huku akimwonyesha Tino pete ya ndoa. We, niambie, koma na kuolewa umeolewa? Kwa hiyo mshikaji wangu kunipa tu mwaliko ukaona shida? Yaani ukaamua kuninyima kipunje? Akasema hakuna bwana. Shule bado. Hata hivyo nilipoteza namba zako. Kwa jinsi ambavyo walikuwa wanazungumza kwa kuchangamkiana sana, nilijikuta nikipata hasira haraka. Nikatoka kwenye maji na kumsogelea Tino na kwa sauti kisirani nikazungumza, Tino, mimi naenda kubadili nguo, tutaonana mezani. Kabla sijaondoka, Tino akadaka mkono wangu na Zuri akajisalimia, habari yako Paula, long time no see. Hapa Tino alishangaa sana na kumgeukia Zuri na kumuuliza, mnafahamiana? Yeah, tena sana, zaidi ya sana. She is my babe, my twin, si ndio Paula? Ila huyu msichana mshipa wake wa aibu ulisha katika. Walai, yani baada ya kila kitu bado anapata nguvu ya kuniita pacha wake, yani anapata nguvu ya juniors, mimi baby wake. Kweli jamani, kweli nyoka naweza kuwa mtu hatari. Mimi ni wahi sasa. Nilitaka kuwatambulisha, halafu kumbe mimi ndio mgeni, alizungumza Tino na kuangua kicheko. Walai, kwa upande wangu nilikuwa na kauzuni fulani zaidi uwa dagaa. Sikutaka kucheka na kima. Mambo ni shwa, hakuna urafiki tena. Nikamwambia, Tino, na hizi baridi sana, naomba nikabadili nguo. Kabla Tino hajazungumza kitu, Zuri akadakia, lakini uwe unapenda sana maji na hali ya baridi. Akasema, lakini wewe unapenda sana maji na hali ya baridi. Nilimwangalia kumjibu kwa hasira, ulikuwa unanijua zamani na sio sasa. Zuri, kitu ambacho nataka kutoka kwako kwa sasa ni wewe kukaa mbali na mimi. Ni wewe kuwa busy na maisha yako na kuyaacha ya kwangu. Kiufupi, kila mtu aishi maisha yake. Tino akauliza, kwani kuna nini hapa katikati? Tino aliuliza, hakuna kitu Tino. Paula ni rafiki yangu, ila kuja sehemu tumebishana kidogo. Kuna sehemu tumebishana kidogo. Zuri, unahitaji ukapimwa akili kabla hujamharibu huyo mtoto wako mtarajiwa, sawa? Kibeba mimba ya mwanaume wangu, kuolewa siku ya ndoa yangu, unasema kuwa ni mambo madogo, si ndio? Wewe unajua nini chizi? Hapo ndipo Tino alielewa, kwani nishawahi kumsimulia juu ya usaliti huu. Twende ukabadili nguo mama, alizungumza tu Tino na kunishika vizuri, na tukaanza kutoka kwenye eneo hilo. Paula, hayo mambo yanaongeleka kipenzi, alizungumza Zuri kwa sauti ya juu kabisa. Walai, huyo chizi Zuri ni chizi kwa kweli. Eti Paula, hayo mambo yanaongeleka. Kwa kweli, kama hujasubscribe msikilizaji wa Vam Simulizi, hakikisha una subscribe ili tuweze kuwa pamoja zaidi.
katika simulizi mbalimbali. Tino alitumia muda wake kuhakikisha kuwa sawa, lakini pia tuliendelea na enjoyment yetu kama ambavyo tulipanga. Ikiwa ni siku ya Jumatatu, nikiwa zangu kazini, niliweza kupokea ugeni na haukuwa mwingine bali ni Jaydan. Karibu, nilimkaribisha kama mtu ambaye hatujuani kabisa. Asante, hujafurahi kuniona? Jaydan aliniuliza. Excuse me, do I know you? Kwamba nisamee, mimi na kujua wewe. Nimuuliza kama kwamba sikuwahi nikamfahamu kabisa. Okay. Tumesi Kiingereza kimeenda sawa. Excuse me, do I know you? Nilimuuliza kama kwamba sikuwa nikimfahamu kabisa. Paula, acha ujinga, utoto wako basi. Sawa, nimekuja tuzungumze jambo. Karibu sana. Asante. At least hata umetabasamu, maana nilikuwa na wasiwasi sana, na huyo ndio Paula wangu ninayemjua mimi. Jaydan aliendelea kujiongelesha na mimi nilibaki nikimshangaa tu, maana sikuwa hata na mudi ya kuzungumza naye au kubishana naye. Jaydan akasema, nahitaji tuzungumze jambo ili ni wewe tu ndio unaweza kunisaidia kwa sasa. Paula, najua kuwa nilikukosea sana. Najua kuwa sikupaswa kukutendea nilichokutendea. Leo hii najuta makosa yangu yote niliwatenda. Leo hii najuta ujinga wetu. Naomba nikubali kuwa nilikuwa mjinga sana. Nilikukosea wewe sana. Nikasema, Jaydan, unazunguka sana, shida yako ni nini? Hapa upo ofisini kwangu, natakiwa kuendelea na kazi pamoja na majukumu yangu. Jaydan akasema, najua, lakini nipo hapa kwa ajili ya kuweka mambo sawa. Paula, niko tayari kwa ajili yako kukuoa. Nipo tayari kugharamikia kila kitu kwa sasa. Paula, nipo hapa kukufuta machozi ambayo mimi niliyasababisha. Asante sana Jaydan, lakini kwa sasa niko sawa. Nimepona kabisa na kuwasamehe, nimewasamehe. Nadhani hujanielewa kipenzi. Nataka turudi kama zamani. Mimi kwa sasa nimegundua kuwa furaha yangu ipo kwako na sio kwa Zuri. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda sana Paula. Point of correction. Mimi sio mie wa mtu, naitwa Paula. Lakini wewe ni mke wangu. Nina alama gani? Tena umenikumbusha mke wangu. Sikiliza, nimekuletea pete ya uchumba. Nimekuletea pete ya dhahabu, tena original kabisa. Paula anasema, nikamwambia, hiyo pete kampe Zuri. Mimi niko tayari kuona mkiwa na furaha sana. Jaydan akaita, Paula, hapa sasa nilishindwa kuendelea kumpa nafasi ya kunichosha. Nilichofanya ni kuinuka na kumfungulia mlango. Jaydan, unaweza kuondoka sasa. Paula, please, siwezi kuishi bila wewe. Hebu nitolee ujinga wako hapa. Ile anatoka tu nje na mchumba wa Zuri. Ako asili, yani shemeji yangu ambaye mimi na yeye tulisalitiwa pamoja. Karibu shemeji, nilimkaribisha mkaka wa watu. Asante za hapa. Ila acha kuniona shemeji bwana. Sawa, karibu sana. Nilimkaribisha huku nikimsogezea kiti chair vizuri. Huyu amekuja kufanya nini? Shemeji yangu aliniuliza. Ujinga tu, anataka turudiane. Mjinga nini? Yani tena ana bahati. Amewahi kuondoka, ningemnyosha. Paula anasema, nikamwambia, achana naye.
wacha waishi maisha yao, yamfundishe. Jaydan ni mtu wa hovyo sana, hajaja hapo kwa ajili ya kuniomba msamaha kwa kupenda. Hiyo ni mashinikizo ya mali tu. Mali ukiwa unamaanisha nini? Kuna namna mgao wa mali ya nyumbani kwao, na yeye ametolewa kwenye ulisi kutokana na kile kitendo ambacho alikifanya. Kwa hiyo ametolewa kabisa kwenye ulisi. Hicho ndicho kitendo kilimefanya Jaydan awe ananitafuta sana. We, usiniambie alidakia shemeji yangu tena kwa furaha sana. Ndivyo hivyo, alizani amebaki jobless. Hapa sasa ndio naelewa kwa nini Zuri amenitafuta na kuniambia kuwa mimba ni yangu na sio ya Jaydan. Makubwa haya, wacha kiwalambe. Paula, nimekuja hapa kwa ajili ya kupanga jambo na wewe. Hatumjui huyu shemeji yake jina lake ni nani, ila tunajua tu alikuwa mchumba wa Zuri. Huyu aliyekuwa mchumba ex wa Zuri amemwambia kwamba Zuri amemsingizia, anasema eti mimba ni ya kwake, na Jaydan amekuja kumfuata Paula kwamba anataka warudiane, kisa anataka apate urithi katika mgao katika nyumba, yani katika familia yao. Kumbukwe huyo Jaydan ni jobless. Ni kitu gani huyu aliyekuwa mpenzi wa Zuri anataka kumwambia Paula? Basi usikose kipande cha pili. Hii ni Vam TV Online na langu jina Mr. King Vam, ukipenda niite Asagwiri JR. Tuwe wote katika simulizi kipande cha pili. Subscribe, like, share, kisha comment.